Asalamu alaikum. Msifu Yesu Kristo. Nafasi nyingine tena ya kumshukuru Mungu kwa kuifikia siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Nipo hapa kuelezea maandalizi ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Simba. Ni kwamba maandalizi kwenye kiwanja cha mazoezi yamekwenda vizuri kwa maana ya mambo ya kimbinu, mambo ya kiufundi, lakini pia mambo ya kisaikolojia tuko vizuri kwenye eneo hilo, huku tukiifurahia mechi ambayo inayofuata mbele yetu, mechi ya Simba ambayo ni mechi yenye ukubwa wake kwa maana ya timu ambayo tunakutana nayo, lakini pia mechi nzuri kwa ajili ya washabiki wetu, mechi nzuri kwa ajili ya familia zetu. So maandalizi tumeyaweka katika hali nzuri kwa maana ya kimwili, kwa maana ya kimbinu, kwa maana ya kisaikolojia pia, ili kuweza kuwa na mechi nzuri, ili kuweza kukabili wapinzani vizuri na kuweza kutafuta kile ambacho tunachokihitaji kwenye mechi ya kesho. Okay, nianze na majibu ya swali la muulizaji wa kwanza ambaye amezungumzia kuhusiana na sana records za Dodoma Jiji dhidi ya Simba katika uwanja huu. Football iko hivyo, wakati mwingine inampa advantage mtu ambaye yuko na records nzuri, lakini maisha kila siku yanabadilika na kila siku yana watu wapya. Hiyo ndio formula ya maisha. Sisi tuko hapa kubadili baadhi ya vitu ambavyo vilivyokuwepo, na nafikiri timu ilivyokuwa inacheza msimu jana ni tofauti na inavyocheza msimu huu. Maana yake tupo hapa kubadili hivyo, si ndio? Lakini pia tupo hapa kwa ajili ya kuchagiza kuona kama timu hii inaweza kupata matokeo bora ya zaidi ya vile ambavyo watu waliotangulia wamefanya kazi yao vizuri kabisa. So sisi tunafanya nini? Ndio kitu ambacho kinachotuumizeni kichwa sisi, kwamba kama tuko hapa maana yake tupo kubadili baadhi ya mambo yaliyopo hapa. Kama tupo hapa maana yake tupo kuleta hapa ufanisi. Tupo hapa kuangalia wapi ambapo timu ilifeli. Ni kweli timu kubwa zinakuwa na advantage dhidi ya hizi timu, lakini na sisi pia tunapaswa kujivunia kupata mechi kama hizi, ili kusudi na tujaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukashinda mechi. So records zipo, lakini zipo ili zivunjwe. Lakini pia watu wapo wanaingia wapya msimu huu. Kuna benchi lingine la ufundi jipya, lakini pia kuna wachezaji wengine wapya. Maybe wale watu wapya wanaweza kuleta kitu fulani ambacho chenye kuleta utofauti, na mwisho wa siku tukapata matokeo. Maana yake nikizungumzia watu wapya ninazungumzia benchi jipya, nazungumzia wachezaji wapya, wanaweza kuleta utofauti ule. So hili ni jambo la kisaikolojia zaidi. Nafikiri ni jambo la kisaikolojia zaidi, namna ambavyo tunaweza tukahandle situation ya namna hiyo, na mwisho wa siku tukachange. Nafikiri baadhi ya vitu vinaweza vikaanza leo, kwa sababu hata kila binadamu aliyeko hapa, kila alichokuwa nacho siku ya jana ni tofauti na atakachokuwa nacho siku ya leo. Juzi tulikuwa na press hapa ya TRA, leo tuna press ya Simba. So kila kitu ni kipya kwa kila siku. So ninaamini baadhi ya vitu vinaweza vikabadilika hata kuanzia leo. Nikienda kwenye swali la pili, muulizaji amezungumzia fomu ya Simba kwa namna ambavyo inatoka kimataifa, na sana amelielekeza kwenye hofu, kwamba je, tuna hofu kukutana na timu kama Simba. Mimi ninachoweza kuzungumzia tu ni kwamba nadhani sisi tumeishi maisha magumu sana kuliko hata mechi yenyewe ya Simba. Tumetoka kwenye familia ambazo tumeishi maisha magumu sana. So kuna vitu vya kuhofia kwenye maisha kuliko hata kucheza. Ninaamini kwamba katika kukua kwetu na utoto wetu, nafikiri tumestruggle sana kwenye maisha magumu sana kuliko hiki tunachoambizana mbele. So mechi iko hapa mbele kufurahia kuliko kutengeneza hofu kwenye maisha yetu. So mimi ninaamini zinapokuja mechi kama hizi hapa, kila mmoja angependa kuwa sehemu ya mechi kama hii. Familia yangu mimi huko Majita, si Mkendo huko, inatizama kwamba niko kwenye mechi kubwa kama hii. So ni jambo la kufurahia zaidi kuliko kutia hofu. Ninaamini kwamba hizi ni mechi ambazo ziko kwenye kalenda, unapata furaha, unamwomba Mwenyezi Mungu uwe sehemu ya mechi hizo kama historically. So hicho ni kitu ambacho kinatengeneza furaha zaidi kuliko hofu. Lakini kitu kingine zaidi maybe ni namna ambavyo unavyoweza kuaminisha wachezaji wako nini ambacho wanachokitaka kwenye mechi hiyo. So sisi wachezaji wetu wako well prepared kwa maana ya psychologically, namna ambavyo tunaweza tukaenda issue hii. Lakini jambo la tatu ilikuwa ni transition ambazo mnazozizungumza, tumejipangaje. Nafikiri ile jambo tunali approach collectively, kwamba ni timu, si swala la mtu mmoja. Ni namna ambavyo tunaweza kustudy Simba wakoje wanapokuwa na mpira na wasipokuwa na mpira, wanatu assist mpira vipi na wana behave vipi wasipokuwa na mpira. Ni kitu ambacho tunakiweka kwenye vichwa vya wachezaji, na sisi tunatengeneza mpango kazi ambao unaweza kutusaidia kupata matokeo. Lakini nia kubwa kwenye mechi hii ni namna ambavyo tunavyotaka kushinda mechi hii, kwa sababu ni moja mechi ambazo tunazicheza nyumbani, ni moja mechi ambazo tunazifurahia, lakini target kubwa ikiwa tunataka kushinda kwa ajili ya washabiki wetu, kushinda kwa ajili ya management yetu na watu wote wanaotusupport. Ndio malengo yetu ambayo tuko nayo.